Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Jina langu naitwa Benson Bariki Msechu. Mimi ni mwandishi wa sauti from Beam Media Limited, na hapa niko Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, UDSM, CCT and Tech, sema ambapo anaposali pamoja kwa ajili ya kusanifu mfumo wa sauti kwenye eneo hili. Na mfumo huu ambao nimeusanifu hapa, kwanza, hatua ya kwanza tunafanya kwanza designing kupitia kwenye njia ya kompyuta. Unaweza kuona namna gani ambavyo sauti ina propagate kwenye hilo kanisa, na hivyo ukajua kwamba ni sehemu gani ambapo usikivu utakuwepo na sehemu gani ambapo usikivu hautakuwepo. Kwa hiyo hatua ya kwanza ilikuwepo ni kudesign kwanza kwenye software. Baada ya kudesign, tunafika sasa kwenye section nyingine ambayo sasa tumesha propose vifaa, na hapa tupo kwenye upande wa implementation. Nikupitishe kidogo tu kwa haraka. Kwa mfano, namna tumesanifu hapa kwa pale mbele, kulia na kushoto kwenye altar, kutoka kama mita 3-4 kutokea ukutani, juu mita 5 kwenye speaker, chini tumeweka line array. Kwa kuna line array pale, na ni kwa nini tumependa kuchukulia line array? Na line array zenyewe zitakuwa ziko boxi 4 upande wa kulia na 4 upande wa kushoto, ila base tutastack juu yake. Okay, sasa hivi tuna implement, kama unavyoona hapa hamna kitu, lakini kadiri unavyozi kunifuata kwenye documentary hii nitakuonyesha pia kipindi ambapo tayari tumeshaweka. Okay? Na pia kwenye eneo ambalo sasa la mezzanine, ambayo ni kama pale kulia kwangu chini mezzanine pale, tunaweka speaker kwa sababu tunasema hivyo kwamba high frequency zinakuwa more reflective than diffractive. Diffractive ni ile tabia ya sauti kubend. Sasa zile frequencies za juu huwa ni ngumu kubend, ila low frequency za kabend. Kwa mantiki hiyo tunaweka speaker pale ambapo tutahakikisha zile high frequency zinakuwa feel, kwa sababu tunasema kitaalamu panakuwa pana kitu nakiita acoustic shadow. Kwa hapa tutaweka speaker kawaida ambayo ni coaxial speakers, ambayo tukisema coaxial speaker maana yake ile mid range na tweeter ziko kwenye eneo moja. Upande wa kulia, then ule upande wa kushoto uko natazama madhabahuni, pia tumefanya vile vile. Okay, tukirudi nyuma kabisa, tukigeuka nyuma, tunaweza tukaona sasa hapa pia pana mezzanine, ambayo chini yake pana chini ya mezzanine hapa, maanake line array zitaonekana kwenye sehemu fulani, lakini kadri vizuri kwenda deep inside sio rahisi kuweza kupata kwa kidogo, pana lack of details, au kadiri wa masafiri umbali mrefu tunasema panakuwa pana reverberation. Kitaalamu wale wasema mambo ya acoustics wanajua kabisa kwamba kuna kitu tunasema hivi ratio kati ya direct sound and reverberation sound. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba direct sound inakuwa iko juu sana, tunasema kuliko over reverberations, basi tunaweka pia delay speaker. Unaona kama sasa hivi tumesha mount tayari ready, kuna bracket zake zipo tayari tumesha ziweka. Kitu kingine ambacho nataka ku-highlight kwenye mfumo huu, kwa nini mbele tumeamua kutumia kitu tunasema hivi line array na wala sio point source speakers za kawaida? Sababu ni kwamba line array zinatumia namna ambavyo sauti inaenezwa, tunasema ni cylindrical propagations. Na kama cylindrical propagation tunasema kwamba loss yake inakuwa ni 3 dB ukilinganisha kila unapo double distance, ukilinganisha na kuwa na speaker ambazo za kawaida ambazo ni point sources. Ukisema point source ni speaker ambazo unaweka juu ya stand. Kwa kila unapo double distance utapoteza kwenye point source 6 dB, na kwenye line array utapoteza 3 dB. Kwa mantiki hiyo tunasema kwamba line array also pia is more directive. Ni more directive kuliko point source. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ina push ile sauti inakuwa more forward zaidi. Kwa hiyo kutokana na mazingira kanisa hili pia hawapendi pia kelele, hawapendi bass kubwa sana ambayo inaweza kwa disturb. Wanataka kabisa kama sauti iwe sasa na usikivu ambao umeshauriwa pamoja na International Standard Organization, lakini pia pamoja na wadau wa mambo ya kelele na mitetemo NEMKI. Na kwa mantiki hiyo basi tukaamua pia bass 2 tumezifly, lakini nyingine tumeweka chini just in case kwa ajili ya mtu kick drum, ili aweze kwenda na ile beat wakati anapiga, ili aweze kusikia kwa karibu zaidi, aweze kuwa kwenye zile async, kwenye zile nasema rhythms anapo play vifaa vya muziki. Guys, interesting with this church, tumefanya kidogo kwa modern. Nitakupeleka pale juu kadri unaangalia kuhusu habari ya digital mixer,
lakini vitu vingi hapa, amplifiers nini, tumeziweka sehemu tofauti kabisa. Kwa hiyo we are routing there digitally, na tunatumia digital snake box ambayo moja itakuwepo pale ndani ambayo iko upande huu. Tutaishusha hapa, itakuwepo hapa karibia na kigeti hapa. Kuna digital box itakuwepo hapa na nyingine pia itakuwepo ndani. Hizi zote zinatumia cable moja inaitwa UTP cables kuleta mawasiliano hapa. Na hiyo just imagine wire mmoja unaweza kupitisha channel 96 au unaweza kupitisha stereo ambaye ni 48. Na hiyo manake hii inabeba to and fro. Kama stereo manake to and fro. Either unaweza kama ukapeleka bidirectionals. You can either decide to send or to receive. Na hapo kumbini manake tutahitaji kuwa na receiver ya microphone, na nataka nikuonyeshe hapa. Tupo kwenye eneo la juu kabisa hapa juu, unasema on the mezzanine, ambapo hapa sasa ndio tunategemea patakaa ile console yetu. Tunatumia mixer, tutakayotumia hapa ni Behringer Wing ambayo itakuwepo hapa. Inazo njia za kutosha kabisa, stereo ambazo ni 48, tunasema mono 96.